Serikali yasitisha leseni ya mwanaharisi kwa miezi 6. Serikali yasitisha leseni ya mwanaharisi kwa miezi 6. Mwanaharisi, hili ni gazeti ni miongoni mwa gazeti ambayo yanaandika habari za kijamii, siasa na kiuchumi hapa nchini Tanzania. Sasa bwana, leo imetoka taarifa ambayo nadhani wengi tumeiona, na wametoa taarifa kwa umma wakitoa maelezo marefu sana kuhusiana na sababu ya wao kuweza kulisitisha au kusitisha leseni ya gazeti hilo la Mwanaharisi. Sababu kuu inaonekana ni ile taarifa ambayo waliweza kuichapisha siku za nyuma huko, kwamba waliandika taarifa ambayo ilibeba bango kubwa sana. Wengi wakawa wanajiuliza maswali mengi. Hii taarifa inatoka wapi? Ni taarifa ambayo inasema Nchimbi agoma kujiuzuru. Rais au makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nchimbi amegoma kujiuzuru. Na hii taarifa imekuja pale ambapo vuguvugu lilikuwa limetokea ndani ya CCM. Tumeweza kushuhudia baadhi ya wabunge kutoka hasa Zanzibar na kuweza kutoka hadharani na kuzungumza kwamba Nchimbi anamsaliti Rais Samia. Kwa hiyo ilikuwa ni ile wiki ambayo kulikuwa kuna mgogoro, na hata baadaye tukaweza kuona namna gani ambavyo kauli za makamu wa rais kuhusiana na katiba ambayo ya Tanzania wanasema inampa rais mamlaka makubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni katika ile series au ni katika zile siku. Sasa ili gazeti bwana, wao walikuja na hizo taarifa. Sasa nikusomee taarifa ambayo inazungumzia hilo jambo, then tuje tuangazie kwa kina ni sahihi au nini ambacho kinaendelea. Anasema serikali imesitisha leseni ya gazeti la Mwanaharisi kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia Agosti 19, 2026 kwa kile ilichoeleza limekiuka masharti kwa kuchapisha maudhui yaliyokosa usahihi, mizania na uthibitisho wa kutosha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya habari maelezo, uamuzi huo umefikiwa kutokana na habari iliyochapishwa katika toleo namba 571 la Agosti 6 hadi 12 lenye kichwa cha habari Nchimbi agoma kujiuzuru. Taarifa ya maelezo kuhusu kusitishwa kwa leseni hiyo imetolewa leo Jumatano Agosti 19, 2026 ikirejea kifungu cha 9B cha sheria ya huduma za habari sura ya 229 baada ya kujiridhisha kuwa gazeti hilo limeendelea kurudia makosa ya kitaaluma licha kupewa maonyo ya awali. Taarifa hiyo imeeleza kabla ya kufikia kwa uamuzi huo, mkurugenzi wa huduma za habari aliipa Mwanaharisi fursa ya kusikilizwa katika kikao kilichofanyika Agosti 7, 2026 katika ofisi za maelezo jijini Dar es Salaam. Baada ya kikao hicho, gazeti hilo lilipewa siku 3 kuwasilisha maelezo maandishi ili kufanua mazingira yaliyopelekea kuchapishwa kwa habari husika. Hata hivyo, maelezo haya yaliwasilishwa hayakutosha kuondoa hoja zilizowasilishwa dhidi ya gazeti husika. Sasa ni taarifa ambayo inaonekana kwamba haikuwa na uthibitisho wowote kitaaluma, ni jambo ambalo halikuwa sawa. Sasa for me, labda tuje tuangalie reference kwa wale ambao wametutangulia. Mgogoro kama huu pia walikutana nao Marekani, kwa maana tukirejelea Marekani ni taarifa nyingi sana ambazo zimeweza kutoka hadharani, hasa vyombo vikubwa vya habari vinaweza vikachapisha habari na serikali kwa mfano Marekani wanatoka wanakanusha, lakini hatukuwahi kusikia kwamba maybe magazeti yamefungiwa. Lakini yapo vyombo vya habari ambavyo viliweza kufungiwa Marekani. Mfano Voice of America ni chombo cha habari ambacho kimeondoshwa kabisa. Ni kwa sababu ni chombo cha habari ambacho kilikuwa kinapewa nguvu na Marekani, yani serikali ya Marekani ndio ilikuwa ina support. Sasa kipindi Trump anaingia madarakani, aliweza kuweka hadharani kwamba tunataka tutoe usaidizi kwenye baadhi ya makampuni ikiwemo WHO, Voice of America. Waliweza kuyafuta hivyo vyombo vya habari kwa sababu wao walikuwa wanataka kupunguza matumizi, kwa sababu ukiangalia Voice of America haikuwa ajili tu wa Marekani,
imeajiri watu wengi across the world. Tanzania tulikuwa na waandishi wa Voice of America walikuwa wanalipwa na Marekani, nchi nyingi, Kongo, wapi kulikuwa na waandishi wa Voice of America. Kwa Trump alipoingia madarakani akahitaji kufuta ile, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba pesa za Marekani inabidi walipe wa Marekani. NGOs nyingi ikiwemo umetoka kuzungumza hapa, ikiwemo WHO, wao ndo walikuwa wanatoa support kubwa sana. Sasa kuna vyombo vya habari nyingi, mfano walikuwa wameandika kuhusiana na kwa mfano CNN, mara kadhaa Trump walikuwa akiweza kuilaumu kwamba ni fake news, lakini hakuweza kuchukua hizo hatua za kuweza kuifunga, japo alishakutishia kwamba tutaweza tukauondosha usajili wenu, lakini hakuwahi kufikia huko moja kwa moja. Kwa hiyo mwanahalisi wao wameweza kupigwa ban kwa miezi 6. Sasa tutazungumza au tutajua nini ambacho kitajiri baada ya miezi 6, na kwa maana taarifa inasema wazi kwamba waliitwa wakajieleza na wakaonekana kwamba maelezo ambayo wamechapisha hayajaweza kukidhi mizania ya au yale malalamiko ambayo wao walipewa, hayajaweza kuondoa hilo. Bwana, hiyo ndo taarifa ambayo kwa sasa hivi imeweza kuweka headline baada ya gazeti la Mwanahalisi kuweza kufungiwa. Limeweza kufungiwa kutokana na taarifa ambayo walichapisha kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nchimbi amegoma kujiuzuru.